afikisha hapa nyumbani. Sasa kuna wanaume wengine kwa kweli tuna wivu. Watu tunaweza tukasema kama wake zetu waende kisimani. Wanaenda kwenye michepuko kumbe sasa ya maji. Wakazi wa kijiji cha Makome, kata ya Mbawala, wilaya ya Mtwara, wameiomba serikali kufikisha huduma ya maji safi na salama ili waondokane na adha inayowakabili. Wakizungumza na wanahabari, wananchi wa kijiji cha Makome B wameeleza kuwa zaidi ya miaka mitatu wamekuwa wakikosa huduma ya maji safi na salama, huku wakilazimika kutumia maji ya kuokota licha ya kuwa mradi wa RUWASA ulishazinduliwa. Yaani kuhusu changamoto ya maji, kiukweli tunapitia changamoto ngumu sana. Maana tunakunywa maji ambayo sio masafi kabisa. Kiukweli tunateseka, maana yanatuumiza matumbo. Kila baada ya wiki tunaharisha, tumbo zinatuuma, kwa hiyo tunapata shida. Tulishawahi kudamka hapa asubuhi, tunakuja hapa, tunakutana na mafisi huko, tunakimbizana nao kisa maji. Yaani ndoa zetu ziko hatarini. Maana muda mwingine unaamka asubuhi na kuja kutafuta maji, mwanaume hakuamini. Yeye anapiga hesabu kwamba unaenda kwa mchepuko. Kumbe hiyo yote ni sababu tu ya kero ya maji. Yaani sisi tunaomba watumalizia tu ule mradi wa maji yatoke, tunywe maji safi na salama ili hizo kero ziishe hapa kijijini. Kuhusu adha ya maji hapa kijijini imekuwa kero kwa sababu tunatumia maji yasiyokuwa salama. Kama unavyoona visima vyetu hivi hapa vya chini, na ukiangalia muda wa masika tunapata shida sana kwa sababu inahitajika yani mwanamke atoke saa 9 nyumbani aje maji afikisha hapa nyumbani. Sasa kuna wanaume wengine kwa kweli tuna wivu. Watu tunaweza tukasema kama wake zetu waende kisimani. Wanaenda kwenye michepuko kumbe sasa ya maji. Lakini kwa miundombinu ya maji tumeshatengenezewa, mabomba tumeshawekewa kijijini pale yapo. Hata ni hali halisi ya maji kwa sababu kama ninavyokuelekeza sasa hivi sema umekuja kwa sababu umekuja muda wa masika. Lakini kama muda wa kiangazi pale inafikia sedi hata magomvi wanawake wanagombana kwa sababu mtu anakuja na ndoo 5 6. Lakini sasa hivi kutegemewa sasa hivi masika kifuku, kwa hiyo maji yanapatikana kirahisi. Hata nyumbani kule kikinga maji ya mvua kidogo inapunguza adha kidogo, lakini kwa maji tunayotumia sio salama. Maji muonekano wako sio mzuri kwa sababu ukija kuangalia chini pale sasa hivi maji yanatoka, maji ya mvua yanatiririka yanatoka mabondeni huko yanaingia mle afu tunakunywa yale yale. Na ukija kuangalia sasa hivi yani milipuko inatokea tu. Ukienda zahanati huko hata unaweza kusikia bana tumbo linasumbua, lakini ukienda kule unasikia mazingira tu kawaida tu ya kibinadamu. Hata mimi mwenyewe nimewahi kuumwa tumbo ndani ya nyumba, tumewahi kusumbuliwa tumbo, tukaenda tu zahanati wakatuambia tu hali tu ya kawaida. Kwa hiyo kwa adha ya maji tunapata shida sana. Mradi tuko mzinduliwa inaweza nikasema kama huu mwaka wa 3. Naye mwenyekiti wa kijiji hicho amekiri uwepo wa shida ya maji, hali inayosababisha wananchi wake kutafuta maji maporini, huku akiomba serikali kukamilisha mradi kwa haraka ili waondokane na mlipuko wa magonjwa. Hali ya maji kwa kweli sio safi na sio salama kwa sababu maji yenyewe haya sio safi. Tatizo hili tangu limeanza ina takriban kama miaka 10 bado tuna changamoto ya maji. Kuna mradi wa maji upo ambao wameshatandika mabomba chini, matenki tayari wameshajenga, ila bado hawajaje kuuzindua. Kwa wananchi hiyo hali huwa inajitokeza kila baada ya mwezi fulani, utasikia watu hali za afya ziko sawa. Yaani kama vile muda wa jua kali ule maji yanajikata, inakuwa ni changamoto. Watu wanakuwa na foleni hapa kutwa mzima, mtu anapata tu ndoo 2, ndoo 3. Yaani upatikanaji unakuwa ni mdogo sana. Kwa serikali sisi tunaomba tu watufanyie umuhimu kwa ule mradi ambao umeshazinduliwa pale, basi watufanyie michakato kila inavyowezekana waje ili tuweze kupata maji. Uzinduzi ambao umefanyika ni wa kuutambulisha mradi na sio upatikanaji wa maji. Kwa hiyo uzinduzi wa kutambulisha kwamba hapa kuna mradi wa maji tayari. Bado uzinduzi wa kusema sasa maji yanapatikana. Wakati wanazindua maji yalitoka muda kama wa dakika 5 kuwaonyesha wananchi kwamba maji yatakuwa yanapatikana kwa design hii. Hayo maji yalikuwa yanatokea kwenye tenki, walijaza tenki moja Makome ile ambako kumefanyika uzinduzi. Wananchi wakatualika wote ili tuende tukaangalie jinsi atakavyokuwa, na watu tulienda tukaona ule mradi. Baada ya hapo tangia mwaka jana mpaka leo hatujawahi kuona tena tone la maji. Kwa upande wake kaimu meneja wa RUWASA wilaya ya Mtwara ameeleza kuwa changamoto hiyo imesababishwa na mkandarasi anayetekeleza mradi kushindwa kukamilisha mradi huo kwa wakati. Kuna changamoto mbalimbali ambazo zinafanya ule mradi mpaka sasa uwe hautoi huduma, ikiwemo matatizo ambayo yapo kwa mkandarasi ikiutekelezaji. Tulikuwa tukimuita kwa mara kadhaa kwa ajili ya kuja kuongea na kumuhimiza kuongeza spidi ya mradi ule, lakini mawasiliano yetu yamekuwa sio mazuri, hajazaa matunda. Hata hivyo ofisi imefikia hatua ya kufanya termination, taratibu za termination, kuterminate ule mradi.
Kwa hivyo tuliandika barua ya mapendekezo kwa mwanasheria ya kuweza kusitisha mkataba. Tutakapopata mapendekezo ya mwanasheria juu ya utekelezaji wa mkataba ule, tutaendelea na taratibu za termination. Aidha, bado tumefikiria kutekeleza mradi ule kwa njia ya local fundi kwa kutumia wataalamu wa ndani ili kuwawezesha wananchi wa maeneo ya Makome kuweza kupata huduma hiyo kwa haraka. Kutoka Mtwara, Heri Abdallah, Chivihi Media.